Bwana, habari za Jumapili Septemba 28 mwaka 2025. Mimi naendelea kuchukua jukumu la kukushukuru wewe ambaye umesubscribe YouTube channel yetu na kuwa miongoni mwa familia yetu kwa kupata habari kemkem ambazo tunakuwekea kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Habari ambazo zimetufikia kutoka Kyiv, watu 4 wameuawa na serikali ya Ukraine kutaka dunia kuchukua hatua stahiki dhidi ya watu ambao wamefanya shambulio hilo. Ni alfajiri ya Jumapili iliyotikisa taifa la Ukraine. Mamia ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora yalirushwa kwa kasi, mlipuko ukitikisa mji wa Kyiv na vifo vikiwa vinatangazwa. Urusi imefanya shambulio kubwa la anga dhidi ya Ukraine, ikilenga mji mkuu wa Kyiv na maeneo mengine muhimu. Shambulio hili linatajwa kuwa ni miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu kuanza kwa vita kati ya mataifa haya. Takribani watu 4 wamepoteza maisha na zaidi ya watu 67 wakijeruhiwa vibaya. Miongoni mwa waliouawa nalipotiwa huenda kulikuwa na wasichana wa miaka 12, ingawa taarifa hiyo bado haijathibitishwa rasmi. Kwa mujibu wa jeshi la Ukraine, Russia ilirusha ndege zisizokuwa na rubani zipatazo 595 pamoja na makombora 48 katika maeneo mbalimbali ya nchi. Ulinzi wa anga wa Ukraine uliweza kudungua idadi kubwa ya mashambulizi haya, lakini baadhi yalifika na kusababisha madhara makubwa. Kyiv, mji mkuu, ndio uliolengwa zaidi, ambapo moshi mzito ulitanda angani baada ya mashambulizi kuendelea kwa zaidi ya saa 12 mfululizo. Majengo ya makazi, kliniki ya wagonjwa wa moyo, viwanda na magari yaliharibiwa vibaya. Picha kutoka maeneo ya tukio zinaonyesha magari yaliyopigwa na vifusi na nyumba zilizoporomoka vibaya yakiwa yanaonyeshwa kwenye picha hizo. Lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito mpya kwa jumuiya ya mataifa kuchukua hatua dhidi ya Russia. Kupitia ujumbe kwenye Telegram, Zelensky amesema wakati wa kuchukua hatua madhubuti umepitwa na wakati. Tunategemea jibu kali kutoka kwa Marekani, Ulaya, G7 na G20. Hadi sasa Ukraine haijafanikiwa kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuwekea Moscow vikwazo vipya vya adhabu. Mashambulizi haya pia yamezua taharuki kubwa kwa nchi jirani ya Poland, ambayo ililazimika kufunga anga lake karibu na miji miwili ya kusini mashariki. Jeshi la anga la Poland lilipiga jeti zake za kivita kufuatilia hali hiyo kabla ya kutangazwa kuwa salama. Mashambulizi haya yanaibua wasiwasi mpya kuhusu mustakabali wa vita ya Russia na Ukraine, kuhusu raia wa kawaida wakiendelea kubeba mzigo mkubwa wa mateso. Je, jumuiya ya kimataifa itachukua hatua au itabaki kutazama huku mashambulizi yakiendelea? Kwa sasa dunia inasubiri jibu. Hii ni Mwananchi Digital na hizi zilikuwa taarifa zake kutoka Kyiv. Endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.